Mara baada ya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza dhidi ya QT katika michuano ya RBA, tunaelekea katika mchezo wa pili dhidi ya Outsiders. Mwalimu, tuambie maandalizi yako vipi kuelekea katika mchezo huu? Kwanza napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo tena. Maandalizi yako vizuri na pia tunashukuru viongozi na coaches na mashabiki walijitokeza siku ya game ya kwanza. Tumejidhatiti kuendelea mchezo ambao wa pili unaofuata na Outsiders. Tumejipanga vizuri na tunaendelea na mazoezi. Namna ambavyo mwalimu mbinu zake, lakini pia wachezaji wenyewe, mkikaa huo mnazungumza nini hasa kuelekea katika mchezo huu? Unajua sasa hivi mashindano ni magumu kutokana na msisimko wa wachezaji wapya na watu wamesajili timu tofauti. Kwa hiyo hakuna timu ndogo katika mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam ya RBA. Kwa hiyo timu zimejipanga na zimekuja vizuri. Kwa hiyo timu yote paka inashika katika mashindano iko vizuri. Hakuna timu ndogo ambayo experienced players ambao washacheza michezo muda mrefu sana. Kwa hiyo na sisi pia ni wachezaji wa muda mrefu sana, kwa hiyo tunajua. Kwa hiyo mechi ziko ngumu na sisi tunaendelea kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo ambao unaofuata zaidi. Mwalimu ni mzoefu katika basketball hapa katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kitaifa. Tuambie utofauti ulioona katika michuano hii ya RBA kwa msimu huu na msimu ambao umalizika. Utofauti upo mkubwa sana ambao mwaka jana na mwaka huu. Tofauti yao kwamba sasa hivi ni ligi imekuwa ni kubwa siku zote, lakini kutokana na wachezaji wapya na ukiangalia wadhamini, kuna hizo locker room ambazo zimejitokeza katika basketball Dar es Salaam. Kwa hiyo ushindani upo kutokana na timu ambazo ziko na wachezaji kwanza, ukiangalia chipukizi ambao wacheza D-League mwaka juzi, mwaka jana wameimprove. Wameanza wako vizuri. Na maana katika mashindano haya hamna timu ambao ni kwamba eti ni ndogo, timu yote ni bora. Hamna timu ambayo hata timu ambayo inaopanda lazima baadaye itakuja kuwa bora. Nadhani hata Steni ambao wamepanda sasa hivi nishakuwa timu kubwa, na maana kila mtu anaitamani kuitazama na wachezaji tuko vile na tumejipanga zaidi mechi ambayo inaofuata na Outsiders. Una kipi cha kuambia mashabiki wa Steni Warriors kuelekea katika mchezo wenu dhidi ya Outsiders siku ya Ijumaa? Siku zote unajua mashabiki ni chachu ya wachezaji ambao inaamsha shamla wanapojitokeza kwa wingi na sisi tunapata morali ya kucheza. Kwa hiyo mimi napenda kuwaomba wajitokeze kwa wingi sana mashabiki wa Steni Warriors, waje uwanjani, watupe support wachezaji, watupe morali ili tuweze kuendelea na kuweza kushinda mechi ambayo ya Ijumaa. Tunakushukuru sana mwalimu. Asanteni pia. Pamoja sana.